Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari ambayo siku ya leo imetrend sana huko mitandaoni, lakini pia watu wengi wameizungumzia kwa ukaribu zaidi, ni baada tu ya picha kuweza kuvuja zikiwa zinaonesha Diamond pamoja na Tanasha Donna wamefunga ndoa. Hii inakujaje? Tunaweza kufahamu na tuliweza kuona namna ambavyo Tanasha Donna alipokuja hapa nchini Tanzania kwa ajili tu ya kumleta mtoto Nasib Junior kuja kuonana na baba yake, kuja kuiona familia yake. Inaonesha wazi kwamba Mama Dangote alikuwa na mpango kabambe kuhusiana na Tanasha pamoja na msanii Diamond Platnumz. Ngoja nikwambie kitu kimoja, Mama Dangote ni muda mrefu sana amekuwa akimsumbua Tanasha na kumwambia aweze kurudiana na Diamond. Kabla hata Zuchu na Diamond hawajafunga ndoa, Mama Dangote alikuwa mstari wa mbele sana kuweza kumshawishi Tanasha Donna arudiane na Diamond ili mradi tu ndoa iweze kufungwa. Lakini pia unaambiwa hata juzi Tanasha Donna alipomleta mtoto, Mama Dangote alikuwa mstari wa mbele sana kumsupport Tanasha pamoja na Diamond, wawe pamoja, wawe wanaenjoy na mtoto wao pamoja, wawe wanatoka pamoja. Jambo hilo likapelekea kama ambavyo tunafahamu, watu ambao walishawahi kutoka kimapenzi wakikutana kwa pamoja, kuna hisia fulani ambazo zinajitengeneza. Ndio maana unaambiwa kuna ule msemo unasema ex yanuniwi, yani ukimnunia ex mwisho wa siku utakuja kukutana naye unashangaa. Ndo kama hivyo, hisia hazizuiliki. Moja kati ya vitu ambavyo tunaweza kusema Zuchu amevipitia vigumu sana ni hichi kitu. Unaweza kuona Zuchu baada ya sakata la Rita kutrend sana mitandaoni, baadaye Zuchu akakasirika akaondoka pale nyumbani kwa Diamond. Ni kama vile alimpatia uwanja Tanasha Donna. Tanasha Donna akawa amepata upenyo na akawa amepata nafasi kubwa sana ya kuwa karibu na msanii Diamond Platnumz. Na Diamond kama ambavyo tunamfahamu ni mtu ambaye hawezi kabisa kubishana na mama yake. Yaani mama yake akimwambia fanya hivi, Diamond ni lazima atafanya. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu Diamond ameshatengeneza mahusiano mazuri na mawasiliano mazuri na mama yake, lakini pia ni mama ambaye anamheshimu sana. Kuna mtu ambaye hampendi mama yake, kuna mtu ambaye amheshimu mama yake. Ni kwa sababu tu hawa mama huwa wanatutoaga mbali sana. Ukiangalia Diamond kuna kipindi aliwahi kuzungumza na kudai kwamba mama yake alikuwa mstari wa mbele kumpatia pesa aende akalipie studio ili mradi tu Diamond aweze kurekodi nyimbo. Ni mzazi gani wa sasa hivi wa kizazi hiki cha Gen Z ambaye atatoa pesa yake mfukoni ampe mwanae eti aende studio akarekodi nyimbo ya Bongo Flava? Mama yake na Diamond, Mama Dangote, alikuwa na moyo wa tofauti sana, lakini pia alikuwa anaamini katika kipaji cha mtoto wake. Hapo tunajifunza kitu gani? Tunajifunza kuonesha upendo wa dhati kwa watoto wetu, lakini pia kusapoti vile vipaji ambavyo watoto wetu wanavyo. Kitu ambacho Mama Dangote amekifanya kwa Diamond ni kitu kikubwa sana. Mpaka leo hii Diamond anaona mama yake ana mchango mkubwa. Endapo kipindi hicho angemwambia mama yake mimi nataka kuja kuwa msanii, mama angemkatalia na leo hii tusingemfahamu kabisa na tusingemjua msanii Diamond Platnumz. Na moja kati ya vitu ambavyo siku ya leo vimewashangaza wengi ni hii ndoa. Hii ndoa hatukutarajia wala hatukutegemea. Tunajua kabisa tayari Diamond alishamuoa Zuchu na hiyo iko wazi, lakini baada tu ya Zuchu kugombana na Diamond na Zuchu kuondoka pale ndani, kuna namna fulani Mama Dangote akatengeneza mazingira ya Diamond pamoja na Tanasha kuwa pamoja, wakawa pamoja. Tukaona kuna video zilitrend sana mitandaoni ikionyesha Diamond pamoja na Tanasha pamoja na mtoto wao Nasib Junior wakiwa wanaenjoy, lakini pia wakina Taia hao wakina Esma nao pia walikuwa pamoja wanaenjoy na Nasib Junior. Lakini pia unaweza kuona Diamond Platnumz alikuwa anajivunia sana mtoto wake Nasib Junior, akiwa anadai ndiye mtoto wake wa pekee ambaye wamefanana naye kwa asilimia kubwa sana. Ndiye mtoto wake ambaye anaweza kasimama akasema huyu ni mtoto wangu bila hata kufanya vipimo vya DNA, bila hata kupata wasiwasi wowote, kwa sababu ni mtoto ambaye umefanana kwa asilimia kubwa sana na msanii Diamond Platnumz. Picha hizi zimeweza kuvuja katika ukurasa wa Snapchat, katika ukurasa wa Instagram, zikiwa zinaonesha Tanasha pamoja na Diamond wamefunga ndoa ya siri sana, na ndoa hiyo wameweza kualika tu ndugu wa msanii Diamond Platnumz wachache, lakini kwa upande wa Tanasha tujaona ndugu hata mmoja. Walikuwa watu wachache tu. Baada ya ndoa kutamatika, basi katafrija kakaa kadogo na wakaamua kufanya siri. Lakini baada ya kuamua kufanya siri, kuna baadhi ya picha ambazo zimevujishwa mitandaoni zikiwa zinaonesha wazi kwamba hao watu tayari wameshafunga ndoa. Lakini
Kitu ambacho kinatushangaza na kinachoendelea kutustaajabisha, tunaendelea kuona ni kwa namna gani Diamond ameendelea kukataa hichi kitu. Diamond akiulizwa kwamba umefunga ndoa na Tanasha anakataa, lakini pia Tanasha akiulizwa anakataa. Anaanza kuzungumza kwamba siwezi kufunga ndoa nyingine, mimi nampenda Zuchu, nafanya hivi, lakini tayari hizi picha zimevuja. Mashabiki wengine katika comment wakiwa wanadai huenda hii ni AI, yani kama ambavyo tunafahamu robot siku hizi wanaweza kufanya chochote, lakini kitu kama hicho tunaweza kusema pia kipo, lakini tunaweza kusema moja kwa moja huenda ikawa ni kweli, kwa sababu Mama Dangote alishampitisha Tanasha kama mkwe wake, lakini pia huenda kweli zikawa ni AI. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tochia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.